maudhui ya khutba yetu, nikumbushe nafsi yangu na pia nizikumbushe nafsi zenu katika maudhui ambayo inasema khaufullah wa khashiyatihi wahda, umuhimu wa kuwa na hofu ya Allah, kumwogopa Mwenyezi Mungu na pia kumnyenyekea yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Khaufullah, hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bahati nzuri alhamdulillah, yale ambayo nataka kuikumbusha nafsi yangu na pia kuzikumbusha nafsi zenu juu ya umuhimu wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kumnyenyekea yeye Allah peke yake, aliyetufundisha ni yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ndiyo aliyetufundisha, na pia mtume wetu Muhammadin, rehma na amani siwe juu yake, ametufundisha kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Baadhi ya wanachuoni wanasema katika moja ya jambo ambalo kubwa mno zuri sana ni mwanadamu kujenga hofu ndani ya maisha yake ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kumwogopa Mwenyezi Mungu ndiko ambako kutampelekea huyu ambaye anayemwogopa Allah kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na asiache yale ambayo aliyemwamrisha, atatekeleza amri za Allah. Na kinyume chake, kutokumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kutokuwa na hofu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ndiyo ambako kunapelekea watu wanafanya maasi ya aina mbalimbali. Watu wanafanya maasi ya aina mbalimbali kwa sababu gani? Hawana hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuhimiza umuhimu wa kumwogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Leo huenda ikawa ndio Ijumaa ya mwisho katika mwezi Shawwal. Mwezi huu wa nyuma yetu ulikuwa ni mwezi wa Ramadhani. Wako watu wameondoka kwenye ibada mbalimbali, ibada ya swala na ibada zingine, ni kwa sababu mwezi wa Ramadhani umepita. Hawa wanahesabika moja kwa moja hawana hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waliokuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu ndio wanaendelea kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yao yote, kwa sababu ndiyo maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika maisha tunaoishi wako watu ambao wanasifika sio waoga. Yeye haogopi kitu, mpaka mtu anaweza akasema mimi bwana, mimi siogopi chochote mimi. Jawabu, ukisema uogopi chochote, huogopi, si sahihi. Lazima uweke hofu moja tu ibakie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya maisha tunaoishi kuna hofu nyingi sana ambazo sio sahihi. Iko hofu ya watoto kuogopa wazazi. Baba yako huyo anakuja, mtoto anashtuka, anaingia uoga. Iko hofu ya watu ambao wanafunzi kuogopa walimu zao. Mwalimu huyo, mwanafunzi anaanza kutetemeka na hajafanya kosa. Iko hofu ya waajiriwa kuogopa waliowaajiri. Bosi wako huyo anakuja, mtu anaingia uoga. Iko hofu ya waliotawaliwa kuogopa watawala, viongozi. Lakini pia iko hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hofu zote hizi, uoga, kuogopa, hofu ya kweli na nzuri mno ni ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kama watu wengine, tuheshimiane na tutunze nidhamu. Mkubwa kumwogopa mdogo, yani mkubwa kumhurumia mdogo, mdogo kumheshimu mkubwa. Wale ambao wanaotutawala tuwaheshimu katika yale wanaotuongoza, lakini hofu sawa sawa inampasa Allah. Mwenyezi Mungu anasema fala takhsha'u an-nasa wakhshawni, fala takhsha'u an-nasa wakhshawni, msiogope watu, niogopeni mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Wakhshawni, niogopeni mimi Allah. Aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, msiogope hao, niogopeni mimi Mungu ikiwa nyinyi mmeniamini kikweli. Angalia, Allah anatengeneza
nyoyo zetu kwamba sie tuwe tuna hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumwogopa yeye Allah. Mashallah, wale ambao wamezilea nyoyo zao katika hofu ya kumwogopa Allah ndio wanaangukia katika taa ya kumtii Allah wanayemwogopa, na wale ambao wasiojali kumwogopa Allah ndio wale ambao wanaangukia kwenye madhambi mbalimbali kwa sababu hana hofu yeye. Sasa niulize nafsi yangu na pia niziulize nafsi zenu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana nafasi gani kwenye moyo wako unaonisikiliza na mie kwenye moyo wangu? Mungu ana nafasi gani? Na wewe na mie kama hatuna hofu ya kumwogopa Allah, wallahi tujitahidi tuingie katika hofu ya kumwogopa Allah, kwa sababu pia katika sharti la kuonesha watu ahlul iman, watu walioamini kwenye Ramadhani, tukisomewa aya ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini mmefaradhishiwa kufunga kama vile ambavyo waliofaradhishiwa waliopita kabla yenu ili muweze kuwa wacha Mungu. Tuliofunga wote tulikuwa tuna imani kwamba sisi ndio tunaoambiwa, sisi ndio wenye imani kwa sababu tumefunga. Lakini angalia Mwenyezi Mungu anapoonesha msisitizo wa hofu ya kumwogopa yeye Allah na imani vinaambatana pamoja. Nenda katika suratu Anfari, msikilize Allah anasema, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha turiyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, Mwenyezi Mungu anawataja wenye imani kweli kweli. Nilisoma aya ambayo haihusiani na mwezi huu ya nyuma Ramadhani, na ndio kweli ilikuwa kila ikisoma aya hii kwenye Ramadhani, wewe na mie tulikuwa tunaishi alhamdulillah ahlul iman, sisi ndio tulioamini kwa sababu tumefunga. Sasa muangalie Mwenyezi Mungu anawataja wenye imani ni watu gani? Wewe na mie tumo. Innamal mu'minun, hakika wale walioamini, wale waumini wa kweli. Man hum ya Allah, ni wapi? Alladhina idha dhukira Allahu, ni wale ambao anapotajwa Allah, akitajwa Mungu, akitajwa Mwenyezi Mungu, dhukira Allah, anatajwa Allah, wajilat kulubuhum, mioyo yao inaingiwa na hofu, mioyo yao inaogopa, mioyo yao inashtuka. Kwa sababu gani? Katajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ndio waumini wa kweli. Wa idha turiyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, na wakisomewa aya zetu imani inaongezeka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Mola wao ndio wanaotegemea. Aya hii waumini wa kweli wametajwa, wana sifa tatu. Sifa ya kwanza, akitajwa Allah mioyo yao inashtuka na kuogopa. Zikisomwa aya za Mwenyezi Mungu imani yao inaongezeka, wanamtegemea, wanamtegemea Allah. Je, wewe na mie tumo katika kumwogopa Allah? Na kwa nini wewe na mie tusimwogope Allah wakati wako viko viumbe vinamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala? Viumbe gani? Aljibal, milima inamwogopa Allah. Wapi ushahidi? Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Hashr, law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Law anzalna hadha alqur'an ala jabalin, laiti tungeiteremsha hii Qur'ani, tungeishusha hii Qur'ani ala jabalin, katika mlima mmoja. Uchaguliwe mlima duniani, mlima fulani, basi ishusha Qur'ani. Mungu anasema la ra'aytahu khashi'an, ungeona mlima huo unanyenyekea. Mutasaddian, mlima unanyenyekea. Mutasaddian, wenye kupasuka vipande. Min khashyati llahi, kwa sababu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Mlima ungepasuka kwa sababu una hofu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu. Na maneno haya anayosema Mwenyezi Mungu, anasema wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun, na hii ni mifano tunawapigia watu ili waweze kutafakari, kufikiria. Ayuha nnas,
Enyi watu, ikiwa milima ina hofu na Mungu ingepasuka kwa kushuka Qur'ani, wewe na mie tuna hofu gani ya kumwogopa Allah? Wewe na mie tuna hofu gani ya kumnyenyekea Allah? Sio ndio? Wewe na mie tuna Qur'ani lakini tunafanya kinyume na Allah. Tuko ndani hapa msikitini, ikiwa ni wewe sengine na mie una Qur'ani lakini huna hofu ya Allah, au sina hofu ya Allah. Watu wamesikia Qur'ani, sengine ana juzu moja, ana sura kadhaa, ana sura 5, ni Qur'ani hiyo. Ana juzu zaidi ya 5, ni Qur'ani hiyo. Amehifadhi mashafu nzima, ni Qur'ani. Ana aya hata 3 4, ni Qur'ani. Hofu yake iko wapi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa nini Allah anatuona kwenye madhambi? Kwa nini Allah anatuona kwenye yale ambayo aliyotukataza? Na wallahi, ikijengeka hofu ya kweli ya wewe umie kumwogopa Allah, lazima matunda yake ni kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio ilivyo, fala takhsha'u an-nasa wakhshawni. Mungu anaposema msiwaogope watu, niogopeni mimi Mungu. Ni kweli, hata unaofanya zina, wallahi saa ile wako katika zina, ikiwa walitembea pamoja, wasiwasi wao hakuna aliyetuona. Jawabu, hatujaonekana. Ndio wanajiridhisha kwa hayo, lakini hawajaonekana na nani? Na binadamu wenzao. Basi mtu anayefanya madhambi anachoogopea asionekane. Wallahi, ikijengeka hofu ya kweli ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama watu ni watawala, wataongoza wale wanaowatawala kwa kumwogopa Allah, kwa sababu wanajua iko siku atasimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na aulizwe namna gani uliongoza watu wako. Na wewe na mie ambao ni raia sengine, au wewe na mie ambao ni wale ambao tunafanya kazi kwa wale ambao umetuajiri. Saa ile wale ambao umetuajiri wakiwa mbali na sie, bado tutafanya kazi kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuamrisha, kwa sababu tunamwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasa ukiwa na hofu ya kweli, inamaanisha hata yule aliyekuajiri anapata faida, kwa sababu utendaji kazi wako wewe hutosubiri usimamiwe, bali unajua kabisa kwamba mimi naonekana, na kama ndani ya kuonekana kwangu, basi natakiwa nimche Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutofanya kinyume na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyekukataza, bali utafanya yale katika maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe na hofu ya kumwogopa yeye Allah, na wala tusiwe miongoni mwa wale ambao wasiokuwa na hofu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.